Sabri Zamil Al-Munir. Sisi Waislamu tupate matatizo katika huu ulimwengu na udhalilifu, wakati Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wametueleza katika kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala matatizo yanayotupata, sababu zake na njia ya kujitoa katika matatizo tulionayo. La kusikitisha ni kumwona Muislamu katika hali kama hii amechanganyikiwa, hajui anakotoka na pale alipo na anapoelekea. Ibadallah, leo Waislamu wadhalilishwa na watu wadhalilifu kabisa kwa nasi ya Qur'an. ضربت عليهم الذلة والمسكنة. اليهود ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakasirikia, bali mtume wao Musa alayhi salatu wassalam aliyetumilizwa kwa Bani Israili hakuondoka hapa duniani mpaka amewaita ni watu mafasiq. qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa baina alqawmi alfasiqin. akawaita ni watu mafasiq, adallu an-nas fi hadhihi ad-dunya, ni watu wadhalilifu kabisa katika huu ulimwengu. Allah amewajaalia udhalilifu katika nafsi zao. Iweje leo watu ambao Umar ibn al-Khattab amesema nahnu qaumun a'azzana Allah bil-Islam, sisi ni watu ambao tuna izza ya Uislamu. Kuna siri gani katika hili jambo? Ibadallah, wako katika ndugu zetu waliotizama makini wakasema sababu ya sisi kudhalilishwa ni vitimbi wanavyotupangia makafiri. Wakashughulisha watu kusoma magazeti yanayotoka kwa nchi za kikafiri, lakini kwa akili ndogo walionayo, vipi kafiri atakupangia mipango kisha kuandikia kwenye magazeti? Bila shaka atayafanya ni asiri. Lau kama angesoma aya moja katika Qur'an ingemtosheleza kutojisumbua na jambo hilo. wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a, mukisubiri na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, mipango yao wanaoipanga haitawadhuru chochote. wayamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Mipango yao yote wanaoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala atayagwatua na kuyaangusha. Lakini je, sisi twasifika na hizi sifa? wa in tasbiru wa tattaqu, tukawa na subra na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kikweli. Kwa hivyo hii sababu ikaanguka, sio sababu. Wengine wakasema ni kwa sababu ya viongozi madhalimu waovu, na hili ndilo wengi katika awamu leo wameshughulishwa nalo. Sababu ya udhalilifu wa umma wa Kiislamu ni viongozi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala asemi hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihi وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. hivyo hivyo sisi huwafanya madhalim kuwa ni viongozi wa madhalim kama wao, kwa sababu ya yale walioyachuma katika maovu na madhambi. Kwa hivyo viongozi waovu juu yetu ni kwa sababu ya madhambi tuliyoyachuma wenyewe. Hiki ni kitabu cha Allah, ndivyo kinavyotueleza. Ibadallah, wengine wakasema kuwa ni kwa sababu ya kutokuwa wamoja Waislamu na kuacha tofauti zao. yudandinuna haula hadha almawdu', utawaona daima wazungumzia maudhu haya, wakikosolea watu wa bid'a, wasema nyinyi ndio mnaodhoofisha Uislamu, watakana Waislamu wawe kitu kimoja. Ibadallah, wingi wetu pamoja na madhambi hautatusaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hatuwezi kunusurika mbele ya maadui zetu ikiwa kuna madhambi baina yetu. wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a. hii ni Qur'an.
kumbukeni siku ya Hunain, idh a'jabatkum kathratukum, mulifurakichwa mkajiona kwa sababu ya wingi wenu. Wakatokea baadhi waliotamka maneno na kusema lan nughlaba al-yawma an qillatin, hatuwezi kushindwa leo kwa kuwa sisi ni wachache, tuko wengi. Allah subhanahu wa ta'ala akataka kuwaonyesha kuwa nusra yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa wingi wenu.